Hujambo na katika wasaa huu karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Mossad inazidi kuchochea maandamano nchini Iran. Mossad kutoka nchini Israel, miongoni mwa wanaintelijensia wa hali ya juu ulimwenguni, wanadaiwa kuongeza chokochoko katika kuhakikisha Iran inaingia katika machafuko makubwa, ikiwa ni sehemu ya kile ambacho wachambuzi wa mambo nadai ni vita vya akili vinavyofanywa na Israel dhidi ya Iran. Licha ya kwamba imedaiwa katika siku za hivi karibuni kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakati alipokutana na Rais wa Marekani Donald Trump, miongoni mwa mambo walioyazungumza ni namna ya kuikabili tena Iran katika mwaka 2026. Lakini Mossad wameamua kutumia mbinu nyingine za kuweza kuchochea machafuko nchini humo Iran. Iran imekumbwa na wimbi la maandamano makubwa yaliyochochewa na mzozo wa kudumu wa kiuchumi na kuyumba sana kwa sarafu ya taifa. Machafuko hayo yamechangiwa na shirika la kijasusi la Israel la Mossad ambalo lilidai kuwa lina maajenti walioungana na umati wa watu wanaoandamana. Matukio hayo yalianza mwishoni mwa juma wakati wafanyabiashara wa Tehran walipogoma baada ya rial kufikia rekodi ya chini ya takribani milioni 1.44 kwa dola, ikilinganishwa na 860,000 mwaka mmoja uliopita, na kusababisha maafisa kukiri matatizo ya kiuchumi huku akiapa jibu madhubuti kwa uvunjifu wa amani. Israel ambayo ni hasimu wa Iran ilidhinisha wazi machafuko hayo, huku shirika la kijasusi la Mossad likishangilia waandamanaji kwenye akaunti yake ya X ya lugha ya Kifarsi na kudai mawakala wake wamejikita katika umati wa watu wanaoandamana. Taarifa zimeeleza ikisema, nendeni mitaani pamoja, wakati umefika, tupo pamoja nanyi. Mossad iliandika, sio kwa mbali tu au kwa maneno tu, pia tuko pamoja na nyinyi katika maandamano haya. Machafuko hayo yameenea mara moja katika miji mingi nchini Iran na pia yamegeuka kuwa ya kisiasa, huku baadhi ya waandamanaji wakidai kurejeshwa kwa utawala wa kifalme uliopinduliwa na mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Hata hivyo, maandamano yaliyoenea nchini Iran kuhusu hali mbaya ya kiuchumi yanaenea katika miji mikubwa ikiwa ni pamoja na Tehran, Mashhad na Isfahan yanapoendelea, ambapo waandamanaji wengi wanatoa wito wa kuondolewa kwa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, miongoni mwa mambo ambayo waandamanaji wamekuwa wakiyataka kwa sasa. Jeshi la Iran linaendelea kutawanya waandamanaji, lakini pia serikali imesema kwamba sasa ni wakati wa kutengeneza mazingira kwa taifa hilo kuhakikisha waandamanaji wanaondoka katika maeneo mbalimbali, ili kuhakikisha serikali inajipanga upya ili kuona ni jinsi gani itaweza kukwamua hali ya uchumi katika taifa hilo. Waandamanaji na vikosi vya usalama waliendelea kukabiliana katika miji kadhaa ya Iran mnamo siku ya jana Alhamisi, huku 6 wakiripotiwa kuuawa, ikiwa ni vifo vya kwanza tangu maandamano hayo kuanza. Maandamano hayo yaliyoanza Jumapili mjini Tehran, ambayo wenye maduka waligoma kutokana na bei ya juu na mdororo wa kiuchumi, na tangu wakati huo yameenea katika maeneo mengine katika nchi hiyo. Siku ya Alhamisi, shirika la habari la Fars la Iran limeripoti watu 2 waliuawa katika mapigano kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji katika mji wa Lodigan katika mkoa wa Shaharmahal na Bakhtiar, na 3 huko Azna katika mkoa jirani wa Lorestan. Baadhi ya waandamanaji walianza kurusha mawe kwenye majengo ya utawala wa jiji, ikiwa ni pamoja na ofisi ya gavana wa mkoa, msikiti, taasisi ya Matriz Foundation, ukumbi wa jiji na benki, Fars ilisema kuhusu eneo hilo, ikiongeza kuwa polisi walijibu kwa gesi ya machozi ili kuwatawanya waandamanaji ambao wanadaiwa kuwa na hasira kutaka utawala wa Al-Khamenei uondoke madarakani. Shirika la Fars limeripoti kwamba majengo hayo yaliharibiwa vibaya na kwamba polisi waliwakamata watu kadhaa waliofafanuliwa kama viongozi wa magenge. Serikali ya Iran inadai kwamba inawasaka viongozi wa maandamano hayo, na inadaiwa kwamba baadhi ya waandamanaji hao ni miongoni mwa maafisa kutoka Mossad, na inadaiwa kwamba wawakilishi hao wa Mossad baadhi yao wametiwa mbaroni. Mapema Alhamisi, televisheni ya taifa imeripoti kwamba mwanajeshi mmoja wa vikosi vya usalama vya Iran aliuawa pia wakati wa maandamano katika mji wa magharibi mwa Khohdashti. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.
Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia hapa The World News.